Mabinti wameacha kufanya kazi. Kuna kazi viwandani, kazi maeneo mbalimbali, kazi za kujiajiri zipo. Wameenda kule kujiuza. Kwanza ni hatari kwa maisha yako. Huwezi kuwa mama tena kwa sababu hiyo ndo kazi yako. Lakini pia unaweza ukapata magonjwa. Lakini pia hakuna sifa mtu anasema anaweza akaenda kwa mkutano press kama hii conference akasema mimi naitwa Yoshua nani bin fulani, ni kazi yangu ni umalaya. Ni ngumu sana. Lakini unaweza ukajitambulisha, mimi ni mwandishi wa habari, mimi ni mtangazaji, mimi ni sekretari, yani ni kazi hapo, mimi ni askofu, mimi unaweza ukajieleza. Kwa unaona hii kazi pia ilivyo. Unamwambia mama, mimi nafanya kazi ya Arusha, nafanya sui kwa kampuni gani, naenda shift sui night. Useme hiyo kazi kwa sababu ni aibu kuisema. Kwa hiyo ningeshauri tu vijana kwa kulinda. Unajua pia mnywa pombe hafanani na yule asiyekunywa. Unajua hii miili yetu bwana ni kama gari. Kuna gari inanunuliwa namba F, alafu kuna mmoja mwenye namba A, lakini ukakuta ile namba F imechoka, yani imeisha kabisa, lakini namba A bado ni imara. Ndivyo ilivyo leo. Nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi ambaye amekuwa mlevi, nikamuuliza, nikaangalia, nimempita miaka 10 lakini ni mzee. Ukikutana na yeye na mimi unaweza kuambia shikamoo yeye, alafu mimi ukaniambia habari yako. Sasa kwa nini? Kwa sababu najitunza, sinywi vileo, sina mambo ya uasherati, sina mambo mabaya. Kwa hiyo nikipata kachai kangu na kunywa, nikipata kasupu kangu na kunywa. Unajua hata sigara inaharibu mapafu kabisa, gongo inaharibu maini. Umeona ile pombe vinaharibu haya, ukahaba unamaliza nguvu zako za mwili. Sasa ndio maana nasema hivi, kama tunataka maisha, na Biblia nasema kwa Mithali 10:27, kumcha Mungu kwa mtu kwaongeza siku zake za kuishi, bali miaka ya waovu itapunguzwa. Kwa hiyo simuoni mlevi kwenye maisha marefu, simuoni kahaba kwenye maisha marefu, simuoni huyo mnywa madawa kulevya kwa maisha marefu. Ndo wale wanakufa wadogo, alafu unaona wanaenda wanasema tumzike, wanazika na mikono sui nini na nini, wadudu. Lakini nataka waite pia wadudu, na wapenda mahali mlipo. Kama mnanisikia au umefanikiwa kuona hii, nataka nipate hawa vijana. Njooni tu jinsi mlivyo, Yesu anawapenda. Na wale wengine mlio kwenye gongo na wapi, njooni kwa Yesu. Lakini na ninyi matajiri mnaojivunia utajiri wenu, utajiri mzuri ni Yesu. Kwamba hebu mpokee Yesu, utajiri ni namba 2. Utafute kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Usiwe na kiburi cha mali, mali itaisha. Hiyo gari inaweza ikakupindua ikakuua. Hiyo mali yako inaweza ikakupeleka usifike mbali. Lakini kama utampokea Yesu, ukawa tajiri mwenye Yesu, hii ni rahisi kwako. Njoo wewe, kama ni Muislamu njoo, Kalasinga njoo, wa dini yoyote, hata we mpagani njoo. Yesu bado anaokoa. Amekuja kwa ajili ya mataifa yote bila kuchagua kabila wala cheo. Mtu anayepitia mateso makubwa, ungependa kumshauri nini na kumpa mstari wa kumtia moyo, ili kila siku akiwa anakumbuka ule mstari wewe unampa moyo, yani unamfariji? Asante sana. Kwanza niseme, jua kila mwanadamu ameumbiwa changamoto. Na kama huna changamoto duniani, hujakamilika. Iwe ni Yesu mwenyewe alipitia, watu mbalimbali, hata unaoona mfanikiwa leo walipitia mahali. Kwa hiyo basi, kitu cha msingi sana ambacho naweza nikakitanguliza kabla sijampa mstari, hakikisha unapita kwenye changamoto ukiwa na Mungu. Yaani uwe na Mungu. Ukiwa na Mungu, changamoto yako basi Mungu atasimama pamoja nawe kabisa. Sasa kama unapitia, siwezi kusema eti nilienda mimi nikakutana si na wadada
98 kule nikapata ukimwi, alafu nikasema hii kwa kweli nafanyaje? Sikutii moyo wewe ambaye umeenda kutafuta shida. Naongea habari ya wale ambao imetokea kwamba uko vizuri, unamcha Mungu, unamtafuta Mungu, huja dhulumu cha mtu, hakuna kibaya umefanya, lakini changamoto imetokea, iwe ni ya familia na vitu kama hivyo. Mstari ambao ni muhimu sana ni mstari wa Isaya 43 ambao anasema Bwana aliyekuuluku asema hivi, usiogope, niko pamoja nawe, nitakutia nguvu, nitakusaidia. Upitapo katika maji mengi hayatakugharikisha, wala uendapo katika moto, mwali wa moto hautakuunguza. Hii kwa nini Mungu anasema niko pamoja nawe? Lazima na uwe pamoja na Mungu. Mungu hawezi kuwa pamoja na muovu. Dhambi zinatutenga na Mungu. Dhambi zinauficha uso wa Mungu, hata hataki kutazama. Ndio Isaya 59 anavyosema. Kwa hiyo siku zote jitahidi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, ili kwamba ukabili hizo changamoto, na Isaya 43 iwe sehemu ya maisha yako. Mtazamaji wa Zungu Girl, tumepata kujua mambo mengi sana kupitia kwa mtumishi wetu wa Mungu Pastor Shirima, na tumepata kujua mambo mbalimbali kuhusu huduma. Ametutia moyo jinsi ya kumtafuta Mungu, jinsi ya kufanikiwa katika maisha yetu, na tungependa kufahamu vizuri zaidi na zaidi kupitia mtumishi wetu. Je, anapokuwa nje ya madhabahu ni kazi zipi? Yani hii ni kazi binafsi. Binafsi maana kuna huduma na pia kuna kazi nje ya huduma. Ni kazi gani ambazo unapenda kuzifanya nje ya huduma? Hii tunaongelea ni mambo binafsi. Sawa, asante. Moja, nje ya madhabahu, kazi kuu huwa nina huduma zaidi ya hizi. Ninaombea pia watu wengine nje ya madhabahu. Ninahubiri makanisa mengine kwa kadri ninavyohitajika. Lakini pili, mimi ni baba wa familia. Nina kazi pia ya kulea, sio jukumu dogo. Kweli. Kwamba watoto wangu wanahitaji kusoma, kula, wanahitaji kula, kuvaa, wakiumwa atibiwe. Unaona Sasa haya yote ni jukumu lililopo. Lakini si hivyo tu, kwa sababu nina mji pia, najihusisha pia na kaufugaji kidogo pale. Ukija kwangu kwa kuwa ni Mchaga pia na ndizi ipo kabisa. Kuna mgomba, lazima nivune ndizi pia na mimi nile. Lakini si hivyo tu, tunajaribu kutafuta mashamba fulani ya kukodi. Tunalima angalau kwa sehemu, japo sijalima sana, lakini angalau kwa sehemu tunalima, tunapata pia zaidi ya kwenye huduma. Na sio dhambi pia kwamba kuna wakati Paulo alifanya huduma, lakini pia usiku akashona mahema. Kashona kwa nini? Kuna kazi alikuwa anazifanya za binafsi, na kuna wakati alikuwa anafanya huduma pia. Kwa hiyo tunapopata nafasi tunafanya pia. Vipi familia yako inajihusisha vipi katika huduma yako? Okay, asante. Familia yangu ni sehemu. Najua ukifanya huduma kama hauna ushirika wa familia, sidhani kama unaweza kwenda. Kwa sababu kila kitu tunahitaji kutiwa moyo. Kwamba uwe na mtu ambaye anakutia moyo, nenda. Kabisa. Hata kama wengine wanakuvunja moyo, urudi nyumbani ukute wanakutia moyo. Kabisa. Kwa hiyo kwa msaada wa Mungu hapa nilipo, hata watoto wangu wamekuwa sehemu pia ya huduma hii. Na ukizingatia mimi kijana wangu ni mpiga kinanda, ni mpiga drums, na anaimba pia. Sawa. Japo kuimba sio sana, ila kwenye kupiga kinanda yuko vizuri na anaipenda sana kabisa. Lakini binti yangu yeye ni mwimbaji by professional sasa. Kabisa. Kwa kweli ukimweka kwa praise, kuimba binafsi yupo, kujiunga na vijana wengine kanisani yupo, anafanya vizuri kabisa. Binti anayefuata naye ni mwimbaji, ni mwimbaji binafsi na anashiriki pamoja na wenzake. Anafanya kwa bidii. Lakini pia wanaomba na wameshajua pia namna ya kuomba.
wameshajua kumtegemea Mungu. Lakini kijana mdogo pia ni mdogo bado, lakini pia tuwezi kaenda nao mlimani tukaomba nao. Lakini pia naye ameanza kuimba, ni mtu anapenda mikesha na nini. Sasa hao wadogo huwezi kuwatafsiri moja kwa moja, lakini kwa ujumla tu kwa kuwa wamekulia mazingira haya yatakuwa endelevu. Kwa hiyo nimekuwa nikitiwa moyo, wananiombea pia. Familia yangu imekuwa sababu ya mimi pia kusonga mbele. Aha, na pia tukienda haraka kwa ajili ya muda, natamani kujua zaidi kuhusu maono yako ya baadaye. Ni maono gani unayo, yani ni maono gani ambayo unayo kwa huduma yako katika miaka ijayo? Asante. Maono ya baadaye sasa kwa miaka ijayo, yani unatamani nini? Yani Asante. Maono yangu niliyo nayo ni makubwa, na ninayapigania kwa kuyaombea na hivyo. Ndio. Maono ya kwanza ndio leo tunahojiana hapa. Ndio. Lakini upo wakati ambao tutakuwa kwenye channel moja kwa moja. Kabisa. na natamani wewe tuwe ndo tunafanya pamoja. Na Mungu atende. Kwa kweli. Wewe mtazamaji wetu unajisikiaje kuhojiwa na mzungu? Kwa hiyo kwa hiyo ningetamani kuwa unafanya vizuri. Kwa hiyo natamani tuwa na TV yetu ambayo tunaangaliwa kwenye ulimwengu. Ili litimie lile neno pia kwamba enendeni ulimwenguni kote. Kuishia Tanzania sio maono ile tulioagizwa na Yesu, ni zaidi ya hapa. Sasa haya maono yanahitaji fedha, yanahitaji kupata hayo mahitaji muhimu ya kufikisha. Nahitaji kuwa na radio. Radio hii inawezekana ikawa inafika Tanzania na nje ya Tanzania. Kabisa. Mungu akufanyie wepesi kwa hiyo. Kwa hiyo ni maono pia tulionayo yafanikiwe. Tuomba Mungu yafanikiwe. Lakini namba 3, tunahitaji kuwa na miradi. Ndio. Tuwe pia na hospitali kwa huduma za kijamii. Tuwe na hospitali mbalimbali hata zile za kubwa kabisa. Kama unavyosikia KCMC, Muhimbili na hivyo. Iwepo hospitali ya KPYM inayotajwa. Iwepo ambao watu wanaweza wakaja. Sasa tutakuwa nayo, kuna kuu, lakini kunakuwa na mikoa, kuna aina za hospitali zipo kule. Lakini si hivyo tu, tuwe na shule. Ndio. Tamani kuwa na shule pia za msingi na sekondari. Tuwe na vyuo ambao tutakuwa navyo pia vya huduma yetu vinavyoendelea. Lakini pia tuwe na kituo maalumu ambacho kitatumika kuwasaidia wasiojiweza. Kabisa. Kwamba leo tuna wajane, tuna yatima. Kama ingewezekana tupate wale watu waishi, wasome, wafundishwe pia kujengwa. Inaweza kawepo shule ambayo sio yatima anashuka kwenda shule kwa sababu hana hela. Inakuwepo shule maalum ambao watasoma na watapata labda baadaye ufadhili kwenda vyuo vikuu na nini. Na pengine tutakuwa na vyuo vyetu, watasoma huko. Yani uishi tu kumsaidia, lakini unampa na cha kumsaidia na yeye ajisaidie na awe msaada kwa wengine. Unaona? Lakini kuna wale walemavu, wenye ulemavu mbalimbali, tuwasaidie pia wafike mahali. Haya ni maono miongoni mwa maono mengi. Lakini pia ukiangalia majengo yetu, hapa nimeanza kwa mfano, lakini pia nataka tuwe na majengo ambayo hayajawahi kuwa mfano wake. Kabisa. Mambo yale ya kusema walokole wanakaa kwa vibanda na nini, hapana, nimelikataa. Na namuombea hata mtumishi anayetusikiliza mahali. Najua kama una turubali ni unaanza tu, lakini sio mwisho wako, na usiweke focus hapo. Tunaenda mbali, tunasonga mbele. Utafika wakati ambao watu waseme hili kanisa ni la wapi, wasijue, maana walivyozoea sio tutakavyokuwa. Kwa tutajenga makanisa. Natamani kila mkoa wa Tanzania tuwe na kanisa linalochukua watu zaidi ya 10,000. Kila mkoa wa Tanzania. Nikisema zaidi ya 10,000 unaelewa maana yake, wanaweza kuwa zaidi ya kwenda, hata ingekuwa watu laki hamna shida. Lakini iwe zaidi ya 10,000. Ndani ya juu kwenye mkoa kabisa, kwa mfano tusema hii Arusha, tutakuwa na kanisa katikati ya mji ambayo hata unaweza kuniuliza utapata wapi nafasi. Naweza kununua, si hela zipo?